Karibuni sana kwenye chaneli yetu. Sasa hawa ni chotara wetu ambao tumewaandaa maalum kabisa kwa ajili ya nyama na mayai. Tutakachokifanya kwa hawa chotara, tutawatoa kwa muda wa miezi miwili. Tutauza majogoo, tutapunguza jogoo wote, tutawauza, tutabakiwa na tetea ambao tutaendelea nao kwa ajili ya mayai. Lakini katika kuwafuga huku hawa kuku kwa kipindi hiki cha ile siku 0 tulipokuwa tukiwaleta mpaka watakapofikia miezi miwili, tutawafuga kama tunawalea kuku wa nyama. Sasa wewe mdau wetu wa KingoFarm ambaye unatamani kufuga kuku wa nyama, naweza kuwa broiler au chotara kwa ajili ya nyama, nitakuelekeza majani au mimea 7 ambayo huwa tunaitumia sana kwa ajili ya kuwabusti. Kama unaona vizuri hawa kuku, ukiwaangalia hawa kuku ni wana wiki 2 na siku 4, hawajatimiza wiki ya 3, lakini uzito wao ni zaidi ya gramu 600. Ni wazito sana, wamekuwa wakubwa sana. Yote hii ni kwa sababu tulikuwa tunatumia booster mbalimbali za asili. Kwa wale ambao mpo kwenye kundi letu, nadhani huwa tunawaonyesha kwa 90% tunatumia majani, mimea kwa ajili ya kuwabusti, na kila siku mle kwenye kundi letu la WhatsApp, nadhani huwa mnaona, wale ambao mpo kwenye kundi letu huwa mnaona jinsi ambavyo tunaweka yale majani mbalimbali. Waangalie, ukiwaona kama hawa unaona kabisa ni kuku wakubwa kabisa kama huyo. Hawa kuku wana wiki 2 na siku 4 tu, ili waweze kutimiza bado siku 3 waweze kutimiza wiki 3, lakini uzito wao ni mkubwa sana. Sasa hiyo mimea au hayo majani huwa tunachanganya kwa namna tofauti tofauti ili iwe booster, na vitu ambavyo huwa tunaweka hayo majani ambayo tunaweka ndio haya ambayo nitakutajia leo. Ni majani ambayo yanaongeza uzito kwa kiwango kikubwa, na yanaongeza uzito kwa sababu ya vile virutubisho ambavyo vinapatikana kwenye mimea hiyo. Kwa mfano huwa tunatumia sana majani ya mpapai. Unapozungumzia kuku wa nyama, aina yoyote ile ya kuku ambayo unataka anenepe kwa ajili ya nyama, majani ya mpapai ni kitu ambacho utakitumia sana, na ukikitumia pia utaona matokeo ya haraka sana. Na hayaishi tu kuboost majani ya mpapai, lakini vile vile yanaishia kukinga, kwenye kutibu, yanafanya vizuri sana kutibu coccidiosis, kukinga magonjwa yote ya bakteria haya majani ya mpapai, lakini yana boost kwa kiwango kikubwa sana. Nadhani wale wa kwenye kundi mlikuwa mnaona tulikuwa tukiwapa sana majani ya mpapai. Haya majani ya mpapai, unayachukua majani ya mpapai, kitunguu saumu na tangawizi, unaviblend alafu unaweka kwenye maji yao. Hiyo ni booster ya kwanza ambayo unaweza kuitumia kwa kuku wa nyama. Lakini ukija booster ya pili ambayo unaweza ukawa unaitumia kwa kuku wa nyama, jamani, ni karoti. Karoti ni muhimu sana. Tunaitumia sana pia kwa boost kuku wa nyama kwa sababu karoti ina kiwango kikubwa sana cha vitamini A. Ina vitamini na madini, lakini vitamini A ipo kwa kiwango kikubwa sana, na ni miongoni mwa vitu ambavyo vinasaidia sana kwenye ukuaji wa kuku. Vinawaongeza uzito kwa haraka sana vitu kama hivyo karoti. Na hapa kwenye karoti huwa tuna karoti, tuna kitunguu saumu na tangawizi. Blend hivi vyote halafu tunaweka kwenye maji yao ya kunywa. Na hizi ratiba ya kuwapa hizi booster za asili huwa tunafanya kwa siku 2 au 3. Unaweza ukawapa Jumatatu na Jumanne mchanganyo ambao unafanana, au Jumatatu, Jumanne na Jumatano mchanganyo ambao unakuwa unafanana, labda kama ni karoti, kitunguu saumu, tangawizi, au majani ya mpapai, kitunguu saumu, tangawizi, pilipili. Tunaenda kwa siku 3 au siku 2. Lengo ni kuwafanya vile virutubisho wavipate vizuri kabisa na viweze kwenda kuwasaidia kuwa boost. La ya kuwapa booster za asili, jamani, kuku hawasumbuliwi na magonjwa kabisa. Sisi kuku wetu hapa ni nadra sana kupata magonjwa, japokuwa inatokea mara chache, ila sio sana. Huwa tunajua sababu iliyosababisha huu ugonjwa ni sababu fulani. Wakati mwingine inaweza kuwa baridi kali, labda au mvua iliingiaga bandani, hatukurekebisha ile sehemu yenye unyevu, kwa hiyo kuna vitu kama hivyo ambavyo wakati tunavijua. Lakini mara nyingi huwa hatupati kabisa magonjwa na kuku wetu wanakuwa na afya nzuri. Yote hii ni kwa sababu ya hizi booster za asili. Lakini majani mengine ambayo yatakusaidia sana kwenye kuwa boost kuku ni majani ya gimbi. Majani ya gimbi, jamani, yana virutubisho vingi sana. Majani ya gimbi ukiwa unawapa kuku wako, utaona kuku wako akiwa na afya nzuri sana. Haya majani ya gimbi huwa tunayawekea tu tangawizi. Huwa hatuweki kitunguu saumu. Tunachukua majani ya gimbi na tangawizi, tunaviblend kwa pamoja, tunawapa kuku, wanakunywa kwa muda wa siku 3. Lakini mmea mwingine ambao huwa tunautumia kwa ajili ya kuwa boost hawa kuku ni beetroot. Hii beetroot nadhani sio maeneo yote inapatikana, lakini kwa maeneo mengi unaweza ukaipata beetroot, au kiazi damu huwa kinaitwa hivyo. Ni kile kiazi ambacho huwa anakitumia binadamu kwa ajili ya kuongeza damu.
damu. Ukiblend mchanganyo wake maji yanakuwa yana rangi nyekundu kabisa kama damu. Kwa hiyo beetroot nayo huwa ina virutubisho vingi sana ambavyo ni muhimu sana kwenye ukuaji wa kuku. Hii beetroot yenyewe tunaichukua beetroot, kitunguu saumu, tangawizi, tuna blend, tunawapa hawa kuku kwenye maji yao ya kunywa. Na hawa kuku jamani, baada ya hiyo miezi miwili tutakuja tena na mrejesho tuwaonyeshe uzito wao, watakuwa ni wakubwa sana. Kwa sababu hapa ukiangalia kwenye hii safari yao ambayo wana wiki 2 tu na siku 4, uzito wao umezidi. Yaani uzito umekuwa ni zaidi ya gramu 600. Hakuna wale vifaranga ambao wamedumaa. Ukiwafuga vibaya vifaranga utakuta kuna baadhi wamedumaa, wengine ndio wamekuwa na afya bora. Lakini hapa tukiangalia kwa asilimia kubwa vifaranga wetu wote wana afya nzuri kabisa, wote wamekuwa wanene, wazito, japokuwa wale wadogo wadogo ambao wana mili midogo midogo ni wale matetea. Hao wenye mili midogo midogo lakini bado uzito wao uko vizuri kabisa, unaridhisha kabisa. Lakini pia mmea mwingine ambao huwa tunatumia mwarobaini. Mwarobaini nadhani ndio ule pale hata pale nimewawekea kuku waweze kuutafuna. Huwa wanadonoa tu pale, wanapita wanadonoa, lakini mwarobaini huu huwa tunautumia sana kwa ajili ya kukinga. Japokuwa na wenyewe una virutubisho ambavyo vinasaidia kuku wakue haraka, lakini kwenye kukinga magonjwa uko vizuri zaidi. Kwenye magonjwa ya virusi unakinga vizuri kabisa. Kwa hiyo mwarobaini nao huwa tunautumia. Hapo nimeukata tu, nimewawekea, wenyewe wanaudonoa kama ambavyo unaona, lakini pia unaweza ukawablendia ukawawekea kwenye maji kama hayo maji ambapo unayaona hayo tumeblend huu mwarobaini, tumeweka na kitunguu saumu na tangawizi, lakini pia huu hapa wanaenda wanaudonoa tu alafu wanakula na chakula chao kama ambavyo unaona. Lakini pia mmea mwingine ambao huwa tunautumia sana kwenye kuwaboost hawa kuku, majani ya mchicha. Majani ya mchicha jamani pia huwa tunayatumia sana kwa sababu yana vitamini nyingi sana, yana vitamin, yana madini, yana vitu vingi sana ambavyo ni muhimu sana kwa kuku. Kwa hiyo huu mchicha pia huwa tunaweza tukawakatia tukawawekea hapo wakawa wanadonoa, lakini vile vile huu mchicha tunaweza tukaublend tukaweka kwenye maji yao. Wakiwa wadogo mara nyingi ukiweka mchicha wanashindwa kuudonoa. Kwa hiyo wanakuwa wanauchezea tu alafu wanauacha. Kwa hiyo pale ule mchicha huwa tunaublend tunaweka kwenye maji yao mpaka wakishafikia kuanzia wiki ya pili ile ndio wanakula ule mchicha vizuri kabisa. Kwa hiyo mchicha pia huwa tunawablendia, tunawawekea kwenye maji yao ya kunywa, tunaweka ratiba hiyo ya siku 3 na wanakunywa vizuri kabisa na wanakuwa na afya nzuri kabisa. Lakini mmea mwingine ambao huwa tunautumia sana sana kwenye kuboost kuku, huwa tunatumia kwenye kuboost kuku aina zote, wanyama na wa mayai, ni lile toto la ndizi au ule moyo wa kwenye ndizi. Baada ya kutoka ule mgomba, lile dude ambalo huwa linabaki lile ni toto la ndizi, nadhani tunaita sana toto la ndizi. Kwa hiyo ile pale nayo ni booster nzuri sana ya kuwaboost kuku wa nyama, lakini pia hata wa mayai. Unachukua ile toto la ndizi, unalikatakata katika vipande vidogo vidogo, una blend, unaweka kwenye maji yao ya kunywa. Hizi ni booster ambazo tumekuwa tukizitumia mara kwa mara hapa shambani kwetu kwa ajili ya kuku ambao tunawaandaa kwa ajili ya nyama, lakini kuna nyingine pia huwa tunatumia kwa nyama na mayai. Kama umefuatilia sana makala zetu, kuna nyingine nilionyesha kwa ajili ya kuku wa mayai, namna ya kuwaboost kuku ili watage sana. Kwa hiyo hawa hapa sisi tunawafuga ili wafikie miezi 2 tuwapeleke sokoni, na matetea atakayobaki tutayaachia jogoo kidogo tu kwa ajili ya kuwapanda, halafu tutakuwa tukizalisha mayai kwa ajili ya kutotolesha. Sisi tunatumia kutotolesha mashine. Kama unahitaji incubator za kutotolesha, sisi KingoFarm tuna incubator nzuri kabisa za kisasa ambazo zinaweza zikakusaidia wewe kutotolesha mayai kwa zaidi ya 90%. Incubator hizi tumezitengeneza sisi wenyewe. Zina ubora wa hali ya juu, ni incubator zile za chuma, sio hizi za mchina ambazo za plastiki hapana. Incubator zetu sisi tunakusimamia kuanzia utakapoweka mayai mpaka siku utakapopata vifaranga. Hatutakuacha hata siku moja, na mpaka tutakapohakikisha umefanikiwa kwa zaidi ya 90%. Kuna watu wengi sana ambao wanatumia incubator zetu na wanazalisha vifaranga wengi sana. Kama unahitaji tutafute tuweze kukuuzia. Sisi tupo Dar es Salaam. Tunasafirisha incubator sehemu yoyote ile, ila nauli unalipia wewe mwenyewe. Lakini vile vile KingoFarm tunatoa darasa la uleaji wa vifaranga. Tunaelekeza namna ya kuwalea vifaranga kuanzia day 1 mpaka wanakuwa wakubwa. Ada yake ni 8,000 tu kwa muda wa miezi 2. Utapata maelekezo mazuri ya kuwalea kwa kutumia vitu mbalimbali vya asili na uweze kufanikisha safari yako ya ufugaji. Lakini pia tuna vitabu ambavyo vina miongozo mbalimbali ya ufugaji. Tuna kitabu cha tiba za asili. Hiki ni kitabu ambacho kina mimea mbalimbali ambayo inatumika kutibia kuku, kukinga, lakini vile vile kutengeneza vitamini za asili. Kama wewe ni mdau wa vitu vya asili, basi nunua hiki kitabu jamani, kitakusaidia sana na utapunguza kabisa gharama ya kununua madawa ya dukani au utaimaliza kabisa, kwa sababu sisi hapa shambani kwetu huu ni mwaka wa zaidi ya mwaka wa 5 tunatumia vitu vya asili na matokeo always ni chanya. Kwa hiyo kama unahitaji uwe tayari kulipia shilingi 10,000 tukutumie soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Tuna vitabu vile vile vya kutengeneza chakula na miongozo ya kuwafuga, kama kitabu cha
safari ya ufugaji, kinakupa mwongozo mzima wa kumfuga chotara, layers. Kama kuku wako wana changamoto, hawatagi vizuri, wamedumaa, basi ukipata vitabu vyetu vitakusaidia sana. Hiki kitabu cha safari ya ufugaji pia kimeelekeza formula nzuri kabisa ambazo zitakufaa kwa kuwafugia kuku. Lakini pia tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, kinaelekeza kuanzia kuwatamisha mayai, kuwalea wale vifaranga mpaka wanakuwa kuku wakubwa. Lakini pia tuna kitabu cha ufugaji wa broiler, kinakupa mwongozo mzima wa kumfuga broiler kuanzia day 1 mpaka anakuwa mkubwa. Lakini pia tuna kitabu maalum kwa ajili ya booster. Hiki kinaelezea booster za asili. Kama wewe ni mdau wa booster za asili, unataka kila siku kuwa boost kuku wako, kama ni wanyama au ni wa mayai, kila siku wa boost kwa kutumia mimea mbalimbali, basi hiki kitabu cha tiba za asili kitakufaa, kitakusaidia sana sana sana. Kila kitabu gharama yake ni shilingi 10,000 tu. Ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Na kama vile vile wewe ni mtu ambaye unafuga kuku wa kienyeji, huwa haufanikiwi au unafanikiwa kwa kiwango kidogo, tunakushauri tu upate vitabu vyetu. Tutakuelekeza kuanzia day 1 mpaka wanakuwa wakubwa, lakini vile vile tutakuelekeza namna ya kuwafanya tetea wako watage mayai mengi, watamie mayai, watatoe vifaranga wote na uendelee kuwafuga vifaranga vizuri kabisa, ila uwe tayari kulipia. Ukilipia tu tunakuhudumia. Karibuni sana 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 mpate huduma zetu. Asanteni sana, tunawapenda sana.